kazi. Tunakwenda kufanya upembuzi yakinifu ili kuona namna bora serikali inavyoweza kufanya. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, tunaendelea. Swali linalofuata nimwite Mheshimiwa Benaya Kapinga, mbunge wa Mbinga Vijijini, aulize swali lake. Je, lini serikali itajiunga na mkataba wa kimataifa wa kuzuia vitendo vya kigaidi kwa kutumia nyuklia wa mwaka 2007? Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba wa kimataifa wa kuzuia vitendo vya kigaidi kwa kutumia nyuklia ni wa mwaka 2005. Aidha, serikali bado inaendelea na taratibu za ndani za kisheria za kuridhia mkataba huo. Nakushukuru sana Mwenyekiti. Mheshimiwa Benaya Kapinga, swali la nyongeza. Asante Mwenyekiti, nishukuru serikali kwa majibu, lakini kama ilivyosema mkataba huu ni wa mwaka 2005. Hadi sasa ni miaka zaidi ya 20 bado hatujaridhia. Je, ni hasara kiasi gani serikali inapata kwa kutoridhia mkataba huu? Na je, kutokana na umuhimu wake serikali iko tayari kuharakisha mchakato wa kuridhia? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Kapinga, mbunge wa Ludewa mbunge wa Mbinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli anayozungumza Mheshimiwa mbunge kwamba kwanza mkataba umechukua muda mrefu, lakini ni hasara kiasi gani zinazopatikana. Ni kweli zipo faida nyingi za kuridhia mikataba hii kwa nchi, ikiwemo sana kwenye masuala ya ulinzi katika maeneo yafuatayo. Kwanza, ushirikiano katika kukabiliana na vitendo vile vya kigaidi na mambo mengine. Lakini tunafahamu mikataba hii kabla ya nchi kuridhia ni lazima nchi yenyewe kwanza ijiridhishe na masharti mbalimbali yaliyomo kwenye mikataba ile kabla ya kuridhia. Kwa hiyo tulikuwa kwenye mchakato huo wa kuhakikisha kwamba masharti yale yote hayendi kuibana nchi yetu kwenye hasara yote itakayojitokeza baadaye kabla ya kuridhia mkataba huo. Kwa hiyo hiko ndicho kinachoendelea, na ushauri uliotoa Mheshimiwa mbunge kwamba tuharakishe, tumeshakamilisha process zote au michakato yote ishakamilika. Mkataba huu umeshaingia mpaka bungeni, bunge limesharidhia. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kanuni tu zile za ndani za serikali kuhakikisha kwamba mkataba huu unaridhiwa haraka iwezekanavyo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Jason Rekiza, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, mkataba huu ni kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu kujilinda na magaidi, hasa hawa wanaotumia nyuklia. Sasa kwa kuchelewa na kusitasita kuridhia mkataba huu, ina maana kwamba serikali haijui kwa Tanzania ina hifadhi ya madini ya uranium takribani tani 60,000 ambayo ni kivutio kikubwa kwa magaidi. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyokwisha eleza kwenye majibu ya swali la msingi, ni kweli anayozungumza Mheshimiwa Rekiza, na mimi kama nilivyoahidi kwamba serikali tutahakikisha kwamba tunakwenda kurekebisha katika maeneo yale ambayo tuliona kwamba kuna dosari, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inaingia kwenye mkataba huu ili tupate manufaa hayo yaliyokusudiwa pamoja na haya aliyotaja Mheshimiwa Rekiza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako. Tunamaliza na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Nimwite Mheshimiwa Mariam Azan Mwinyi, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Je, vikundi vipi vya wanawake vimenufaika na mikopo